Sasa wajua, kitu cha kushangaza ama cha kufurahisha ama cha kushtua ni kwamba raia wenyewe, yani citizen wa Kenya wenyewe hawapendi Wasomali waendelee kukaa ndani ya nchi yao ya Kenya, lakini kiongozi wao ama rais wao William Samoei Ruto, daktari huyu ambaye ndio rais wa nchi ya Kenya, yuwapenda Wasomali waendelee kukaa nchini Kenya, na ana sababu zake za msingi ambazo ameweza kuzipiana na kuziongelea kila mahali atakapoenda, na kuonyesha kwamba yeye ni mmoja wa watu ambaye ni marafiki zaidi kutokea kama rais wa nchi ya Kenya kuwa marafiki wa watu kutoka nchini Somali. Tukumbuke tu hapo jana ambapo ilikuwa ni tarehe 1, Rais William Samoei Ruto aliweza kwenda ile sehemu ya Wajir kule, ili mradi kwenda kuongoza ile ambayo ilikuwa ni sherehe ya Madaraka Day, na aliweza kuhutubia taifa pamoja na kuhutubia wakazi wa eneo lile. Kama tunavyojua, 80% ya watu ambao kwa sehemu ile ni watu kutoka ama ni watu ambao ni jamii ya Kisomali. Hivyo basi kwenye hutuba yake aliweza kuingiza maneno ambayo yalionekana wazi dhahiri shahiri ya kwamba yeye anaunga Wasomali mkono kuwa ndani ya serikali, na vile vile pia kwa ndani ya miongoni ya watu wengine ambao ni wa Kenya, na akawaambia Wasomali kwamba wajisikie kwamba hao wako ndani ya Kenya na hao wako Kenya kwa sababu they deserve to be in Kenya, na hao hawana makosa yote. In fact alikuja mpaka akasema kwamba Wasomali wanahitajika kuombwa msamaha, yani Wakenya waombe msamaha jamii ya Kisomali kwa kuwatenga kwa muda mrefu sana. Alisema kwamba they owe us apology kwa sababu tumewatenga kwa muda mrefu sana, ambapo tulistahili zamani sana tuweze kuwa include ili tujue kama hao pia ni wenzetu kutoka jamii ya Kisomali, basi hao pia ni Wakenya kama Wakenya wengine vile. Ikumbukwe tu ya kwamba William Samoei Ruto aliweza kutoa vizingiti fulani ambavyo vilikuwa vimewekwa dhidi ya Msomali, ili mradi aweze kujinyakulia kitambulisho chake cha kuonekana kwamba yeye ni Mkenya halisi. So Msomali ilikuwa ni ngumu sana apate what we call birth certificate nchini Kenya, apate passport nchini Kenya, na apate ID nchini Kenya. Ilikuwa ni ngumu sana Msomali kupata vitu kama hivi wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alikuwa ni rais, Mwai Kibaki ambaye alikuwa ni rais, na Kenyatta pia vile vile ambapo alikuwa ni rais, na Donald Toratich Arap Moi ambaye alikuwa ni rais wa nchini Kenya. Ilikuwa ni vigumu sana jamii ya Kisomali kujihisi ya kwamba hao pia they are part of Kenya. Lakini rais ambaye yuko madarakani kwa sasa, William Samoei Ruto, ameweka Wasomali kama ndugu zake, ameweka Wasomali karibu, ameweka Wasomali kama Wakenya wengine vile, na akasema kwamba kila Msomali ana haki ya kupata sawasawa, ya kupata chochote kile ambacho ni sawasawa na Mkenya mwingine yeyote yule, sehemu zozote zile anazopaswa kupata. Hivyo basi kuna maneno mengi sana aliweza kuongea, lakini nataka tusikilize hii ambayo aliongea miezi kadhaa iliyopita kuhusiana na jamii ya Kisomali. Nimeona ndugu yangu Aden Duale amesema kwa kirefu. Mimi nataka nikwambie my friend Aden Duale, watu wa Kiingereza wanasema don't argue with a fool, people will not know the difference. Yani usijibizane na mtu mjinga, watu watakosa kujua nani ni nani. Let's not waste our time. Sisi we have an agenda for this nation, we have a program for this nation. Nimekuwa hapa Garissa, niliwaeleza watu wa Garissa mambo yenu. We are going to rewrite the wrong history that was written about Northern Kenya. Niliwaeleza we are going to correct the historical injustices against the people of Northern Kenya. And we are well underway in correcting those injustices. Vijana wengi kama hawa, in fact, wakati tuliuliza application ya program hii ya Nyota, vijana wengi hawakukuwa na ID. The first attempt there was very poor response. Ikatubidi tulete watu wa vitambulisho watangulie. Today we have above hata zile counties zingine, vijana wengi wamejitokeza hapa Garissa kwa hii program ya Nyota, kuzidi hata vijana wa counties zingine, because today the people of Northern Kenya can access their birth certificates, identification cards, they can access their passports bila ya kuulizwa maswali mengi na bila ya kutatizwa na kufanyiwa vetting
Leo vijana wa hapa Garissa wanapata nafasi kama vijana wengine wote wa taifa letu la Kenya. Watoto wa hapa ni sawa na watoto wa taifa lote la Kenya. It was the worst form of injustice for anybody to profile a whole region on matters of citizenship. Citizenship is a right that cannot be contested. It is a constitutional right for every Kenyan. There are no second-class citizens in the Republic of Kenya. For a very long time, the people of Northern Kenya were treated as second-class citizens. I promised you that we are going to get rid of that profiling. We are going to get rid of that unjustified, unfair treatment of the people of Northern Kenya. Tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Ndio mnaona kuna watu wanapiga makelele mingi. Wakisikia nakuja Northern Kenya, wanaanza nduru. Kwa sababu wanashangaa. Walikuwa wananiuliza, wewe, mbona unapatia nafasi nyingi kwa watu wa Northern Kenya? Leo wananiuliza, mbona watu wa Northern Kenya wana benefit kwa Nyota program? Kwani watu wa Northern Kenya si wa Kenya? Wale ni watu ni wapumbavu, si wapumbavu? So, but I'm wondering, they never complain. Nimeenda sehemu nyingi. Nilikuwa Eldoret, nilikuwa Nakuru, nilikuwa Nyeri, nilikuwa Machakos. Sikusikia wakilalamika. Wakati wamesikia mimi nakuja Northern Kenya, wakaanza nduru. Wale watu, I want to tell them, hiyo siasa ya ubaguzi mko naye, hiyo siasa ya ukabila mko naye, haina nafasi katika Kenya hii. And we are going to make sure we root out maneno ya ukabila, maneno ya chuki, maneno ya siasa ya ubaguzi. Tutamalizana nayo, because kila Mkenya ako na nafasi sawa na haki sawa na Mkenya mwenzake. Msikuwe na wasiwasi watu wa Northern Kenya. Wale wanawatukana, wale wanawadunisha, chuma chao kimotoni. Kweli si kweli my friends? Leo nasimama, nitaenda kupitia kwa barabara ile nilisema tutajenga hapa Northern Kenya. Wakati nilisema hiyo barabara itajengwa, walisema ni uongo. Walisema haiwezekani. Wanasema wale hawafai. Walisema tunaharibu pesa ati tukijenga barabara ya Northern Kenya. But I want to confirm to the people of Northern Kenya, we are building 750 kilometers, the longest road built in independent Kenya, and we are doing it in Northern Kenya. Tunaelewana jameni? And it is going on, and I'm very proud of the progress. Mumesikia Deputy President akisema, wakati nilisema hiyo barabara itatoka kule Isiolo, ikuje Kula Mawe, ikuje Modogashe, ikuje hapa Samata, iende Wajia, iende Tarbach, iende Kutulo, iende Kobo, Elwak. So guys, kuna swali ambalo mimi najiuliza, ama sometime wanajiuliza mwenyewe, najipata najiuliza hilo swali. Naanza kujiuliza, ni kitu gani ambacho kinafanya mpaka baadhi ya raia wa kutoka nchi zingine wanawakataa wa Somali? Nataka hilo swali ama hilo jibu niweze kuliona hapo kwenye sehemu ya maoni, ama sehemu kwenye comment section hapo, tuweze kusumulia kwa pamoja. Ni kitu gani ambacho raia kutoka nchi zingine wanawachukia wa Somali? Ama ni kwa sababu gani nchi ya Kenya inawachukia wa Somali? Ama ni kwa sababu gani nchi kama ya Amerika vile vile inataka Msomali aweze kutoka haraka sana pale nchini mwake? What is the main reason? Why Somali only? Mbona tusifukuze wa Nigeria? Mbona tusichukie wa Ghana? Mbona tusichukie kabila nchi nyingine ambayo iko nchini? Mbona wa Somali kila wakati? Why? What is the real reason? Does it mean because they are Muslim? Does it mean because kuna ile tendency ya kusema kwamba ni Al-Shabaab? Kwa sababu ukiangalia in detail, si kwamba nawatetea, lakini there are some section ama sectors ambazo wamezishikilia, ambao ni sekta muhimu sana, ambazo zinafanya mpaka wanaajiri raia wengi sana kutoka nchini Kenya. Najua wengine watakataa, lakini mimi I have an example like some factories ambazo zinakuwa owned by Somali. Some of them zimeajiri watu wengi ambao tunawaita nywele ngumu, kama vinyonyo na waita, kuliko hata zile nywele nyepesi ambao ni hao wenyewe. Na wako na ile sometimes, not all of them but most of them, wako na ile roho ya Kiislamu.
na roho ya Kiislamu tunajua ni roho ambayo inapeana, roho ya kutoa sadaka, roho ya huruma, roho ya kuishi na watu vizuri, roho ya amani, most of them. But unapata baadhi yao ni kweli kabisa wanapenda vurugu, baadhi yao ni watu ambao wana roho mbaya. Si ukweli, si uongo, that's reality. Mwisho wa siku tujue tu ya kwamba kiongozi wa nchi ya Kenya, Rais William Samoei Ruto, pia vile vile lazima angalie maslahi yake. Ukiangalia kwamba Wasomali wamekaa wakimsifia sana yule ambaye ni marehemu kwa sasa, ambaye alikuwa ni kiongozi wa upinzani wa ODM, Raila Amolo Odinga, na kwa sasa baada ya kwamba Raila Amolo Odinga ameweza kufariki, basi Wasomali hawataki kuwa bila kiongozi ambaye yuko ndani ya serikali, aliyeshikilia serikali hivi, kwa sababu wanajua kabisa Raila atawatetea in any way that, na Wasomali they used to vote for Raila. Na kwa sasa baba hayuko, then they have to find another baba, ambapo another baba sio mwingine isipokuwa ni William Samoei Ruto. So let's appreciate, na tusiseme maneno ya chuki kuna kwa Somali kuna iko tu, they are like our brothers and sisters. Let's stay with them, tukubali, tusikiwe kama South Africa vile ambavyo wanafanya, kiasi kwamba nchi ikose amani, watu waende kwa vurugu, watu waanze kupigana sababu tu ya kwamba kuna Waafrika wenzetu wametoka nchi jirani, tunataka kuwafukuza. Mwisho wa siku tukiwafukuza, kile kitu ambacho wanakifanya, some of those things ambazo wanavifanya, sisi ama haini kama Wakenya mtashindwa kufanya vitu kama vile. So hakuna maana yoyote mwafukuze watu ambao wanapandisha ama wanafanya economy ya Kenya ipande kwa zaidi. Na unapata vile vile pia kuna baadhi yao wako ndani ya serikali, na Adan Duale ameshikilia sekta muhimu sana ndani ya serikali. So sioni sababu sahihi ya kwamba Wakenya wazidi kumchukia ama wazidi kuchukia jamii ya Kisomali, wakati rais wao tayari yupenda jamii ya Kisomali na sababu zake mwenyewe. Wengi walikuwa wakisema kwamba anataka kupigiwa kura kwa sababu ya wazi kabisa jamii ya Kisomali ni wengi zaidi, na hivyo basi ametoa mpaka vile vizingiti vya kwamba Msomali lazima apitie vizingiti fulani hapo ili mradi aweze kupewa ID. So that's something that I need to tell you, that kama Kenyans they don't have any reason kuchukia Wasomali tena.